Bwana Yesu asifiwe, ndugu zangu. Unaye mwinjilisti Mayenge Jemersi kutoka hapa South Africa. Leo tuna somo letu ambalo limesema itambue huduma ya mwanamke, huduma ya mwanamke, huduma ya mwanamke. Tunaangalia kwanza, mwanamke ni kiumbe gani? Mwanamke ni kiumbe ambacho kilichoumbwa kwa ajili ya mwanamume, ambacho hicho kiumbe kilitoka kwa nyama na mifupa ya mwanaume, na ni kiumbe ambacho kilikuja baada ya mwanamume kuwepo, na huyo ndiyo mwanamke. Na kwa mfano, kwa ushahidi wake utasoma Mwanzo. Adamu akaamka akasema, huyu ni nyama ya nyama yangu, ni mfupa ya mifupa yangu, naye ataitwa mwanamke. Ina maana mwanamke ni kiumbe kilichotoka kwa nyama ya mwanaume na mifupa ya mwanaume, na kilikuja baada ya mwanaume. Sasa somo letu hili ni somo ambalo linakuwa na utata sana, linakuwa na utata kwenye madhehebu, dini na imani tofauti tofauti katika dunia hii, na hasa ni katika hiki kizazi cha sasa, hiki kizazi baada ya mitume kutoweka, baada ya watakatifu wa kwanza kutoweka, baada ya manabii wa kale kutoweka, baada ya Yesu Kristo kutoweka, kwa maana ya kutokuwepo katika dunia kwa maana ya mwili. Sasa hiki kizazi cha sasa, hiki kizazi cha teknolojia ya juu, hiki kizazi cha sayansi ya juu, hiki kizazi cha utandawazi mwingi, hiki kizazi ambacho kinakuwa na mambo mengi sana, ndio kunakuwa mchangamano sana mkubwa sana kuhusu na kutokuelewana na kutokusikilizana na kuwa na utata mwingi sana kuhusu huduma ya mwanamke. Katika madhehebu tofauti tofauti leo kunakuwa utata sana. Wengine hawajui mwanamke huduma yake ni ipi katika kanisa, hawatambue. Wengine wanatambua huduma ya mwanamke ni hii. Na katika kitu hiki kinaleta hata matengano kwenye makanisa mengine. Kuna wale wanasapoti mwanamke kuwa mchungaji, kuwa mwalimu, kuwa mtume na kuwa kadhalika mwinjilisti na nabii. Wanamtambua, wanakubali hivyo. Lakini kuna watu wengine, kuna madhehebu mengine, ama kuna watu wengine hawatambue hivyo. Sasa kunakuwa utata sana. Kunakuwa madhehebu mengine na makanisa mengine, wao wanasema kwamba mwanamke hawezi ndo kusimamia ibada ama kuendesha ibada, kuongoza ibada, lakini anaweza akafundisha, anaweza akahubiri, hiyo anaruhusiwa. Wengine wanasema kwamba mwanamke anaweza akasimamia ibada, lakini aweza akafundisha, akahubiri kanisani. Unaona gisi mvurugo uko hapa. Yaani mvurugo uko nyingi sana, hata haieleweki mwanamke anatakiwa uwe kwenye fasi gani. So madhehebu mengine wanainua mwanamke viwango vya juu sana, hata kumweka na kuwa askofu mwanamke. Unaona? So mwanamke anapandishwa sana juu, anapandishwa kiasi kwamba hata serikali inamkubali mwanamke na kumpandisha juu na kumweka viwango vya 50% na mwanamume. Means mwanamume anakuwa na 50%, mwanamke naye anakuwa na 50%. Kwa hiyo wote wawili wanakuwa na nani viwango vimoja, hakuna wa juu, hakuna wa chini.
serikali pia imeamua kufanya hicho kitu, lakini kuna serikali nyingine pia haikubaliana na hicho kitu kwamba mwanamke awe na 50% na mwanamume. Hapana, wanakubali kwamba mwanamume ana 100%, mwanamume ana 100%, mwanamume ana 100%, halafu mwanamke ana 1% iliyo chini sana ya mwanamume, ambaye mwanamke ana 50%, lakini mwanamume ana 100%. Hivyo sasa, mimi siko huku kwenye mambo ya serikali na dunia jinsi vile mambo yanabadilika, lakini mimi kwa kufundisha kwanza jinsi tunaweza kutambua huduma ya mwanamke kanisani. Tuombe. Mungu mtakatifu, Baba mwenye haki, nakushukuru kwa unyenyekevu Bwana, asante sana, na ninakuomba Bwana useme nasi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka wewe kama ni mchungaji mwanamke, wewe kama ni mwalimu mwanamke, wewe kama ni askofu mwanamke, wewe kama ni mtume mwanamke, na kuomba tafadhali kwa unyenyekevu, na kuomba kwa huruma za Mungu unisikilize kwanza kwa upendo. Tulia kwanza. Mimi sigombani na wewe na siwezi nikagombana na wewe, hapana, lakini naomba usikilize pole pole, usikilize pole pole, usikilize pole pole, usikilize kwa amani, usikilize kwa upendo. Ondoa kwanza hasira, ondoa kwanza uchungu, ondoa kwanza manunguniko, ondoa kwanza stress ya kusema kwamba anataka kufundisha nini kuhusu mwanamke, anataka kufundisha ni huduma gani kuhusu mwanamke. Lakini nipe muda ili upate kuitambua huduma yako, na huduma mwanamke ipo kabisa kanisani, ipo kabisa, ambayo leo na kuomba uitambue sasa, ili kwamba unapomtumikia Mungu ushikilie kwenye ofisi yako, ung'ang'anie ofisi yako kama vile Mungu alivyoiweka, upate kumtumikia Mungu wako, nayo itakuwa heri kwako. Ni heri kabisa ujue kuliko upate kuendelea katika mfumo ambao sio ujua, kufanya vitu ambavyo usivyovijua na usivyokuwa navyo kwa hakika, mwisho wa siku ukapata hasara na ikakuwa mbaya sana kwako. Kwa hiyo nisikilize kwa makini, enyi wachungaji pia wanaume na kadhalika, pia nani wenyewe nisikilizeni kwa makini. Najua mna wanawake makanisani kwenu, mnawaruhusu wafundishe, mnawaruhusu wahubiri, mnawaruhusu wafanye huduma zozote zile kanisani. Pia nani wenyewe msio na hasira, nyamazeni, nisikilizeni kwa upendo wa Mungu. Nini ni ndugu zangu, nawapenda sana. Nisikilizeni kwa makini tu, polepole, tueleweshane. Mungu akubariki sana. Kama nikifundisha hii somo ikakuwa ndefu, nitakata vipande mpaka hadi hapo tutakapomaliza somo hili. Haleluya. Tunaangalia kwanza mwanamke, kutokana na jinsi hali ya utata na hali ya kutokuelewana kuhusu mwanamke, huduma yake. Tunataka tujue kwanza, tujifunze kwanza mwanamke tokea mwanzo. Tujifunze kwanza mwanamke ni mtu gani. Nafikiri nimesha kuleta tayari mfano mwanamke. Mwanamke ni kiumbe ambacho kilichotoka katika mwanaume, ni nyama ya mwanaume na ni mbavu, ni mfupa mwanaume, ambacho ni kiumbe cha pili, yaani tuseme ni second end ya mwanaume, ni second end duniani hapa. Kwa hiyo sasa tuangalie sasa mwanamume na mwanamke, utofauti wao uko wapi? Utofauti wao uko wapi? Na tuangalie kazi ya mwanamke, huduma ya mwanamke tokea mwanzo. Huduma mwanamke ilikuwa kuaje, na nafasi ya mwanamke ilikuwa wapi, na majukumu ya mwanamke ilikuwa wapi, ilikuwaje? Tusome kwanza kitabu cha Mwanzo
3:16. Akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako, na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Amen. Hapa tumeona ni mwanzo wa kila kitu, na wakati wa mwanzo Adamu na Hawa walikuwa kwenye shamba la Edeni, walikuwa wakiishi kwa maisha ya amani na salama. Kabla yao wazae, walimkosea Mungu. Wakati walipomkosea Mungu, Mungu aliwalaani, na si tu kuwalaani, Mungu aliwawekea taratibu za maisha, jinsi watakavyoishi katika hii dunia ya damu na nyama. Na laana ni kwamba Mungu aliongeza uchungu kwa kuzaa kwa mwanamke. Baada ya kuongeza uchungu, Mungu akamwambia sasa taratibu za maisha kwamba tamaa za mwanamke zitakuwa kwa mwanamume, na yeye atakutawala. Maana ya tamaa kuwa tamaa ya mwanamke itakuwa kwa nini? Kwa mwanamume. Ina maana ni uwezo wa kufanikisha, uwezo wa kuleta, uwezo wa kupata. Kwa maana unatamani, unapenda, lakini vyote Mungu akasema itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Maana yake wewe mwanamke, atakama uwe na kazi yako, uwe na mamilioni, uwe na matrillions, uwe na nini, vyote hiyo pesa yako, atakayeiongoza ni mume wako. Hata kama una mapesa, una kazi, una kampuni, ile kampuni lazima itakuwa inaongozwa na mume wako. Maanake mume wako ndiye atakaye, maanake vyote inabidi ulete ripoti. Maanake wewe uko bosi kwa hiyo kampuni, wale ni wafanyakazi wako, uko bosi ndio, lakini nyumbani na wewe bosi wako ni mume wako, na yeye ndiye anatakiwa kupangie vitu. Kwa maana tamaa yako inabidi ikue kwake yeye, kwa maana ya kukutawala pia, na atakutawala. Sasa hata kwa maana ya neno, anayekuwa na amri, kauli kuu katika familia, mwongeaji mkubwa ni mwanamume. Wewe ni kumsikiliza anaongea nini, wewe ni kumsikiliza anakuelekeza nini, wewe ni kumsikiliza anakutuma wapi, wewe ni kumsikiliza anakuelekeza nini cha kufanya. Kwa hiyo tamaa yako yote iko kwake yeye. Anelse ukuwa mwanamke ambaye ni mwanamke mpagani, mtoto wa dunia, asiye mheshimu Mungu na kutii maelekezo ya Mungu. Ndio sasa unaona wao wengine wanataka sasa mwanamume naye, sababu shetani anaona kile kitu tangu zamani, anakuwa na ugomvi mkubwa kwa kuweza kushusha nguvu ya mwanamume na mamlaka ya mwanamume, kwa kuweza kumpinga Mungu kwa kitu alichokisema. Tambua kwamba shetani ni mpinga Kristo, ni mpinga Mungu, anampinga Mungu kwa kila kitu kile Mungu anataka kufanya. Kama Mungu anataka kufanya juu, yeye anataka ukilegeza chini. Mungu akilegeza chini, yeye anataka ukilegeza juu. Ndio hivyo shetani anakuwaka, yaani kumpinga Mungu. Sasa kwa sababu ya mwanamume, ndani ya mwanamume aliumbwa kwa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke aliumbwa kwa utukufu wa mwanamke.
mwanamke aliumbwa kwa utukufu wa mwanamume, lakini mwanamume aliumbwa kwa utukufu wa Mungu, na kichwa cha mwanamume ni Kristo, lakini kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Umeona? Ndio kwa maana hata ukiwa na makampuni, ukiwa na biashara, ukiwa na pesa, ukiwa na manyumba, ukiwa na vyote viko chini ya ulinzi wa mume wako. Maana yake mume wako ndio atakayokuelekeza. Ndio kwa maana wale wanaotaka kuwa independent, wanataka kuwa na kiburi, mwisho wa siku wanaishiaka kuwa masingle mother ambao wanakuwa na pesa nyingi, kwa sababu mwanamume ni kitu cha nature na anakuwa na kauli kubwa katika community, katika familia. Maana yake Mungu akaleta hii utawala ni ndani katika familia. Maana yake ndani ya familia anayekuwa na kauli kubwa, anayekuwa na kauli nzito, anayekuwa na kauli ya mwisho, atakayesimama kabisa na kuweza kuelekeza mtu kwa maana ya kwa maana ya kauli kubwa, neno kubwa la mwisho ni nani? Ni mwanamume. Tumeelewana? Maana yake mwanamume ndiye mwenye kauli, neno, mwongeaji mkubwa na mwenye mamlaka, mwenye kuwa na uwezo wa kumkemea mwanamke na kumuonya mwanamke ni mwanamume. Kwa hiyo na utawala ni kitu ambacho kipana sana. Utawala unabeba mambo mengi. Mtu kama ni mtawala hauwezi kufika ukemee mtawala wako, umfokee mtawala wako, umuonye mtawala wako, lakini mtawala wako wanaongeaka naye kwa upole. Unakuwa ndo unaleta neno la pendekezo, akilikubali sawa, asipolikubali sawa. Manake mtawala ni mtu ambaye ni mmiliki wako na kumiliki wewe. Manake wewe uko chini yake, hauna na uwezo wa kumuinukia kwa kauli yoyote ile. Nafikiri umeelewa kabisa ndugu yangu. Sasa nisiende mengi sana, nisieleze mengi sana. Sasa tumeenda kwa eneo hii, ilikuwa ni kwa ajili ya familia, kwa sababu dunia hii Mungu alijaza kupitia mfumo wa familia. Ndio kwa maana alisema kwamba watoto waheshimuni baba yako na mama yako ili uishi siku nyingi. Manake Mungu alianza kwanza na familia, na alianza na familia watu wawili, mume na mke. Na ndio kwa maana familia inaundwa na baba na mama na watoto. Unasikia? Kwa hiyo sasa akaweka instruction kwamba tamaa ya mwanamke yuko kwa mwanaume, kisha naye amtawale. Unasikia? Kwa maana ya kauli, maneno na matendo. Maana yake mwanamke atawaliwe katika maneno, katika maisha na katika matendo yote, atawaliwe na aongozwe hivyo. Sasa familia ya pili ambayo Mungu aliweka ni familia katika yeye, kwa wale watu ambao Mungu anawakusanya kwa ajili ya kumwamini yeye na kumtumikia yeye. Kwa hiyo sasa tumejikuta sasa tumekuwa na baba mmoja na sisi tunakuwa ndugu. Kama vile familia imeundwa na baba alafu mama na si watoto, asa Mungu hana na mama sema mama awe na mke wake ili yule mke wake sasa ndo awe sasa wapenzi, ili sisi tuwe na baba Mungu kisha na mama yetu kama nani na hapana. Kwa kuwa yeye ni Mungu, maana yake yeye ndiye Mungu, yeye ndiye baba yetu, akisha anavyotukusanya sisi, hiyo inaitwa pia familia katika yeye. Kwa hiyo sasa katika hiyo familia Mungu hakuacha taratibu ya heshima kama alivyoiagiza tokea mwanzo. Unasikia? Tokea mwanzo Mungu hakuacha hiyo taratibu, kwa maana ya mwanamume kuwa mtawala na kumtawala mwanamke, na kwa maana tamaa ya mwanamke iwe kwa mwanamume.
Mungu akuache hiyo principle. Kwa nini Mungu akuache principle? Kwa sababu hicho kitu, hiyo neno ni neno ambalo, kwa sababu neno la Mungu haliwezi likatanguka. Mungu sio muongo, wala mkwake hakuna kivuli cha kugeuka geuka. Sasa tumeangalia kanisa la kwanza, kanisa la nini? La kwanza. Kanisa la kwanza